napenda kusisitiza kwamba Tanzania Gospel Excellence Awards sio mashindano. Swahili Gospel TV inatuleta pamoja. Leo nikiwa kama mwanzilishi na mbeba maono wa Tanzania Gospel Excellence Awards, nina furaha kuwakaribisha ndugu waandishi wa habari ambao mmeweza kufika siku ya leo. Rasmi Tanzania Gospel Excellence Awards ni jukwaa la kitaifa lililoanzishwa kwa lengo ya kuheshimu, kutambua na kupongezwa kwa viongozi wa dini wa madhehebu yote ya Kikristo. Naomba nisisitize, ni kwa madhehebu yote ya Kikristo, pamoja na kutoa nafasi kwa wasanii wa muziki wa Injili kuhudumia taifa letu. Malengo makuu ya tuzo hizi ni kukuza na kuimarisha muziki wa Injili Tanzania, kupanua huduma za kiimani na kuleta mshikamano kati ya wasanii wa Injili na viongozi wa dini, kutambua mchango wa viongozi wa dini katika kujenga jamii yenye maadili na imani. Tanzania imebarikiwa kuwa na viongozi wengi wa dini ambao kwa miaka mingi wamekuwa wakihudumia jamii katika maeneo mbalimbali ya nchi. Kwa hiyo Tanzania Gospel Excellence Awards imeanzishwa ili kuwatambua, kuwapongeza na kuwapa heshima wanayostahili. Kupitia Tanzania Gospel Excellence Awards tunalenga kuimarisha umoja wa madhehebu ya Kikristo, kuinua imani na kuleta matumaini kwa jamii, kuhamasisha vijana kuthamini mchango wa viongozi wa dini, kuunganisha serikali, viongozi wa dini, wasanii na wadau wa Injili. Kutakuwa na tuzo katika vipengele 30 ambavyo vipengele hivyo vitakuwa ni mchungaji bora wa kiume wa mwaka, mchungaji bora wa kike wa mwaka, mchungaji chipkizi wa kiume, mchungaji chipkizi wa kike, kipindi bora cha maombi, kongamano bora la mwaka la Injili, huduma bora ya kijamii ya mwaka, mwalimu bora wa Biblia wa mwaka, mchungaji wa kiume mbunifu na anayependeza zaidi, mchungaji wa kike mbunifu na anayependeza zaidi, mtayarishaji bora wa majukwaa ya Injili, mwandishi bora wa vitabu vya Injili, mwanamke mwenye ushawishi wa mambo ya Mungu, mchungaji mchangamfu na mwenye vichekesho zaidi, kongamano bora la wanawake la mwaka, mchungaji bora wa vijana wa mwaka, huduma bora ya watoto ya mwaka, redio bora ya Kikristo ya mwaka, mtumishi bora wa uinjilisti wa mwaka, mchungaji msomi zaidi, mchungaji maarufu wa malezi ya imani, television bora ya Kikristo ya mwaka, online page bora ya Injili ya mwaka, maonyesho bora ya biashara ya Kikristo kwa mwaka, tamasha bora la Injili la nyimbo za Injili kwa mwaka, mwimbaji bora wa nyimbo za Injili mwanaume, mwimbaji bora wa nyimbo za Injili mwanamke, mwimbaji bora chipkizi wa Injili wa kiume, mwimbaji bora chipkizi wa Injili wa kike, mwimbaji bora wa nyimbo za Injili za hip hop. Hizo tuzo zitakuwa tutaziandaa katika vipengele hivyo, lakini tutakuwa pia na tuzo maalum ambazo zitaenda kwa mababa na wamama wa imani. Kama tunavyojua kwenye madhehebu yetu ya Kikristo tunakuwa na wale wa baba na wamama wa kiimani ambao wanatulea, wao watapata honorary awards. Let's say kama mwalimu wa Kasege, nimemtolea tu mfano, hatuwezi kuweka kwenye vipengele hivi. Kwa hiyo wao na jamii hiyo ya mababa na mama wa imani tutawapa honorary awards. Lakini pia kutakuwa na awards za watumishi wa Mungu, wale ambao bado majina yao tunasikia, huduma zao tunasikia, lakini wametangulia mbele za haki. Mfano mchungaji Moses Kulola, Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia katika uandaaji huu wa tuzo napenda kusisitiza kwamba Tanzania Gospel Excellence Awards sio mashindano. Ni jukwaa ambalo tumeamua kuwaheshimu, kuwashukuru na kuleta uamsho wa Injili Tanzania. Tutakapokuwa tunaona watumishi wa Mungu mfano anapata mchungaji bora wa uinjilisti wa mwaka, ina maana mwakani tutakuwa tumepata wainjilisti wengi zaidi na watu wengi watakuwa wanatamani kutembea kufanya uinjilisti. Kwa hiyo natamani hii isiwe kama ni mashindano. Hii itakuwa ni uamsho wa Injili Tanzania, lakini pia kutanua Ukristo ili watu wengi waweze kusikia habari za Ukristo Tanzania. Bwana Yesu asifiwe.
Tutahakikisha kuwa tukio hili litafanyika kwa kuzingatia sheria na kanuni za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunawaalika wasanii wa nyimbo za Injili, viongozi wa dini waweze kushirikiana nasi bega kwa bega, lakini pia tunaomba vyombo vya habari muendelee kutusaidia kusambaza habari ili ziweze kuwafikia wengi, kushirikiana nasi katika safari hii mpaka tutakapofika mwisho, ambayo tuzo tutazitoa siku ya tarehe 6 ya mwezi wa 4 pale katika ukumbi wa Ubungo Plaza. Kwa hiyo naomba hii iwe kama safari ambayo tutaenda mpaka mwisho, tuwe pamoja. Swahili Gospel TV inatuleta pamoja.